Nimesema wako tayari tuseme ili wajiuzuru. Wao ndio ndege wajibu tuko tayari si tuseme. Walifanya nini sasa tusaidie? Kama wewe unayajua walioyafanya. Leo acha La Liga zaidi ya mabilioni ya pesa yametumika. Wanaambiwa kuna mabadiliko ya mchakato. Wa uendeshaji wa klabu yao nyuma mwiko. Leo hata robo ya mchakato hujafanyaje? Nani amewaonyesha video kwamba wao wajiuzuru? Kubebwa. Leo tunajua kwa nini Yanga ametolewa klabu bingwa barani Afrika. Kwa nini? Wanatafuta goli moja. Dar es Salaam Yanga Africans nyuma mwiko. Wende nafasi ya 5 kwa ubora kwenye bara la Afrika. Wanatafuta goli moja. Wachukue 2 bilioni .2. Kawaje sasa? Wanakosa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Nani alitakiwa kwanza ajiuzuru? Waanze wao. Mimi mtani wao lazima niwasemee. Unaanza vizuri alafu mwisho kama unaishia njiani. Nikajua kwenye hilo kuna sababu, kumbe tena inatakiwa hivyo. Akili tu ya kawaida, kabla sijazungumza kile ambacho kilichofanyika. Akili tu ya kawaida, unakaaje madarakani? Unatakiwa utoke. Umeshindwa. Azma yao ilikuwa ni kufika robo finali. Umeshindwa. Kwani kulikuwa kuna makubaliano wasipofika ajiuzuru? Niwaambie watu wa mpira. Shirikisho limetuheshimisha sana kwenye football yetu. Leo utawala huu wa Mheshimiwa Karia. Watu wengi wanaangalia kwenye mpira, lakini pia Jafet niwaambie umejikita sana katika uwekezaji wa football katika Tanzania. Moja jambo ambalo Tanzania ilikuwa inatusumbua miaka nenda miaka rudi, ambalo shirikisho hili limeweza kufanikiwa, namna ya uwekezaji nje ya nini? Mpira. Leo tuna vituo bora viwili vya kulelea vipaji kwenye nchi. Zungumzia Tanga. Tuna kituo Tanga Mnyanjani na tuna kituo Kigamboni. Ni uwekezaji mkubwa ambao umefanywa na shirikisho la mpira katika Sugu. Aliskalia amezungumza yeye ni Coastal Union. Lakini minong'ono ipo ya yeye kuwa Simba Sports. Inatoka wapi? Ni ninyi wana Simba mnafahamu kwamba ni mwana Simba mwenzenu? Kwenye wengi kuna mengi. Lakini leo ukitaka kujua kweli Mheshimiwa Karia ni Coastal Union, nenda katafute record ya Coastal Union imeanzishwa lini. Nenda katafute umri wa Mheshimiwa Karia amezaliwa lini. Leo hii vijana tu hawa ndio wanabadilika. Lakini misingi ya 80% miaka ya nyuma pa 82, 83 mpaka miaka 90, asilimia kubwa watu wa mikoa walikuwa wanapenda timu zao kuliko Simba na Yanga. Na ndio maana ukija kwenye rekodi sahihi mpaka 87, 88, asilimia 99.9 mikoa yote ya Tanzania kulikuwa na timu ambazo zilikuwa zinashiriki kwenye ligi daraja ya kwanza. Hiki ambako kiko Simba na Yanga katika mkoa wa Dar es Salaam ndio kilikuwa Tanga Coastal Union, maana wana Kimwanumanu na wana Mangush. Kulikuwa na dabi kule ya kwao. Dabi ambayo kulikuwa na watu wanavutiwa kutoka Dar es Salaam kwenda Tanga kwenda kuiangalia. Okay. Kwa hiyo ana haki ya kwa Coastal. Sababu historia ya Coastal na historia ya Karia zinaendana. Kwa hiyo hii ya Simba ni inakujaje hii ya Simba sasa? Sasa hilo mimi nafikiri waniosema ndio wanaweza kuwa na majibu mazuri ya kujibu. Lakini lazima niseme moja ya klabu ambazo zilifaidika sana na uongozi wa Mheshimiwa Karia ni Dar es Salaam. Ukiambia uorodheshe mambo matatu ambayo wamenufaika nayo katika uongozi wa wale Karia kwa haraka ni yapi? Moja, kutoa wenyekiti bara la Afrika. Mkubwa sana hiyo. Ikakuuma. Lakini pili, ya kupewa fedha ndani ya timu yao.
Sasa hiyo fedha anayedhamini kudhamini zaidi ya vilabu 6 kwenye ligi. Lakini cha tatu, confidential, acha niseme. Achana na confidential. Kama rais amekubali kusema kwamba atasema mwenyewe. Ila watu wanabebwa. Sasa kwa nini uogopa? Sasa mwenyewe. Uongozi umewabeba. Yafeti. Umewabeba kaka. Bingwa wa nchi mara 3 mfululizo. Ndio klabu inaongoza kupita katika njia sio sahihi kwenye viwanja Tanzania. Na wana wachezaji wazuri tu. Bingwa mara 3 mfululizo kwenye nchi hii. Ndio timu inayoongoza kupita kwenye mageti, sio kwenye mpira wetu. Chama kioni ipo na huwa kinachukua hatua, lakini bado wanavunja, si ndio hivyo? Wamezihirisha juzi tu hapa. Mechi haipo, wakapita geti tofauti. Mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Nimuombe sana mzee wangu Mguto, mwenyekiti wa bodi ya ligi. Nimuombe sana kakaangu Kasongo. Ukishakubali kuwa kiongozi, kubali unayowaongoza ni watu tofauti katika tafakuri na miono yao. Wako wenye akili timamu wapo, wako na machizi wapo. Hakuna namna ya kuwatupia aliyakuwa wewe tayari umeshakubali kuwa kiongozi. Sasa Kisugu, wewe ukitafakari kubebwa kwao na aina ya uwekezaji waliofanya, alafu hiyo kubebwa kukaondoka, ukawekwa ushindani wa Simba na Yanga, unaiona katika hali gani? Mimi kwanza ninachokiangalia zaidi kuona namna ambavyo yale maneno mheshimiwa aliyezungumza. Lakini mimi naamini katika hali hii ambayo inatokea kwenye ligi yetu na maneno ambayo yale yanayozungumzwa, ukivuta taswira sahihi ndio utajua kwa nini Simba kwenye soka katika bara la Afrika tunatamba kuliko Tanzania. Kumbe mnakutana na ushindani. Namkumbuka sana Saidi katika swali lako. Anaitwa Saidi yule. Anaitwa Saidi, anaitwa nani yule? Saifu au yupi? Yule kocha wa Yanga mzungu aliyotoka Rufiji tukatoka wapi? Anaitwa Ramovic. Alisema ligi haina, alijifichia sehemu, lakini ukweli kwamba lazima niseme nimpongeze sana Mheshimiwa Rais Karia, lakini waombe sana Watanzania tuendelee kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Karia kwa kazi nzuri ambayo anaifanya katika football yetu wa Tanzania. Mimi naamini siku zote mwenye macho haambiwi tazama. Sema kaka, sikukuona bwana. Sema kwa kumalizia tu, japo sio kwa umuhimu. Wapi? Uwe mwezi mtukufu. Leo tupo chungu changapi leo? 16 kwa 17. 16 kwa 17. Siku zinataradadi kaka. Ni kweli, alhamdulillah rabbil alamin. Siku zinataradadi na siku za mwezi mtukufu sio nyingi. 30 tu kwa 29 ni chache. So nyingi. Saumu yako inatakiwa itimie kadiri ya maandiko vile yanavyotaka. Yes, Allah anasema kufunga tu si kwa kusimama kunywa maji na kula, lakini pia hata kuzilinda ndimi zenu. Funga. Simba wafutulishi kaka. Na? Simba wafutulishi. Sijajua kwa kweli kama wanafutulisha au wafutulishi, sijajua. Ana majirani zako wale kaka, sikuona. Wapi tena? Wapi? Mwaliko ule kaka. Sikupata mwaliko. Sikupata mwaliko. Kweli? Waliopata mwaliko nafikiri umeona. Mimi sikupata mwaliko. Alex Ngai kaka, kukumbuka? Kanisao. Kakusahau? Kakaangu Alex Ngai, ndugu yangu Swebangu Alex amenisahau. Rafiki yangu Arafat Saidi. Rafiki yangu sana yule bwana. Wamekutupa wote. Au walijua hutoenda? Amenisahau ndugu yangu Engineer Harris. Wamealika watu ambao walikuwa wanastahili kualikwa. Eti wamewapa kadi watu ambao wanastahili kupewa kadi. Na ndio maana Simba mmewakilishwa vyema. Tukuteua mwakilishi sisi kwa sababu mwaliko kama klabu naamini kwamba haukuwepo. Na tukuteua mwakilishi. Kila mtu atakuwa amekwenda kwa ajili yake.
Lakini Kisugu wewe ukisimama sehemu watu si wanajua kabisa ile nembo ya Simba kwa upande wa mashabiki. Ahmed akisimama ndio Simba inajulikana, ni nembo ile ya Simba imesimama. Nembo ya mashabiki sisi. Jafet, wewe ulikwenda kupiga ngoma ile? Sababu nasikia kuna mtu aliambiwa ongeza kuku ukatuseme vizuri. Sasa katika kujenga rais aliwaambia bana nyewe kwenye kunyosha nyosheni, yani msiogope. Nyosha nyosheni hata kama ni kumsema rais. Allah subhanahu wa ta'ala naamini ukirudi katika suratul Baqara Mwenyezi Mungu amezungumza tafsiri halisi ya kufuturisha ni nini kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kikubwa ni kushukuru sana Jafet, karibu sana ofisini. Mungu aendelee kukujalia maisha marefu. Asante sana. Sawa, Simba imeshindwa. Hata wewe kaka, walau watu 10 pale nyumbani tukaja. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Tumalize hilo Kisugu, mbona limekuwa zito? Nimesema sijapata mwaliko. Achana na mwaliko. Nakwambia sasa Simba hawajatoa kama taarifa watafuturisha. Muda bado. Tunaweza tukafuturisha. Tunaweza kufuturisha alhamdulillah. Kikubwa tuendelee kuomba Mwenyezi Mungu, naamini muda bado. Lakini pia ziko taarifa ambazo zinakuja muda si mrefu, yawezekana mdau mmoja wa Simba akajitolewa kuwafuturisha watu. Jambo la heri. Sio kuwaita watu kula. Jambo la heri. Kuna kuwaita watu kula na kuna kuwaita watu kuwafuturisha. Kuna watu waliitwa kula. Kuna muda mwingine unaweza mimi hata nikakuta nyumbani kwangu ukaja kula, sio kufuturu. Kwa kula ni kwa wale ambao hawajafunga. Kufuturu ni kwa wale waliofunga. Hata wale ambao waliefunga. Yawezekana neno la kufuturu sahihi likaondoka likaingia kwenye kula. Nategemea na matumizi yako kwa namna ambavyo utakavyotumia. Asalamu alaykum.